ni moment ambazo hutokea popote yani. Bora hata Simba wamepoteza hivi, lakini bado tunaona iko hai, wanasajili vizuri na wanafanya vizuri hata kwenye ligi hivyo. Kwa hiyo ni mambo ya pale sana kwenye mpira. Sawa, ni jambo la kawaida. Pengine sasa mchezaji tofautisha na ile michezo mingi ambayo imemalizika, usajili ambao umefanyika, umeona utofauti gani wa mchezaji leo hii tofauti na ile michezo mingi ambayo imemalizika? Wamepiga hatua moja nzuri sana ambayo ukiangalia performance ya game ya leo na mechi zile mbili za mwanzo ni tofauti. Yani leo wamecheza vizuri, golikipa alipojita amecheza vizuri kwa kitaidi, unaelewa, na wale wachezaji wa mbele yule nani wamecheza vizuri sana kiufupi. Kwa hiyo wanafanya vitu vizuri zaidi, kwa sababu ukikompare mechi hii na mechi zile za nyuma unaona kabisa jamaa wamefanya vizuri. Kwa hiyo wana kila sababu ya kupongezwa na kuna kila sababu ya nini ya kuwapa muda mashabiki wa Simba, wala wasikae chini na kuanza kukata tamati. Nao bado ni nzuri, wakifanya vizuri zaidi kwa msimu sio rahisi, lakini msimu unayofuata mbele wanaweza wakajitahidi wakafanya vizuri zaidi. Tuangazie performance ya Clatous Chama leo hii kwa dakika alizopewa na kitu ambacho kitakionyesha. Chama amecheza, lakini amecheza kipindi cha pili, kacheza vizuri, na ukiangalia alikuwa anacheza kule hawajazoeana, hajafanya mazoezi. Kwa hiyo kwa uwezo wake binafsi, unajua Chama ndio mchezaji pekee ambaye quality yake ni kubwa, profile yake ukikompea wachezaji wengine wa ndani, unaelewa. Kwa hiyo amecheza kiuzoefu kwa sababu hajafanya mazoezi na wachezaji, na amejitahidi, kacheza vizuri sana, pasi zinafika, na ukiangalia mikimbio yake na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo Chama bado na yuko kwenye ubora na atafanya vizuri zaidi kwenye klabu yake ya Simba. Pengine yenyewe kama mashabiki wa Young Africans kwa ile ambapo la Simba Sport Club, kuna namna mna enjoy? Mimi binafsi siwezi kuenjoy kwa sababu mpira bwana anatakiwa tuangalie katika njia ya faida zaidi, unaelewa. Simba inapocheza kule ikishinda, taifa ndio linafahamika kwamba Simba akishinda yeye mnapata faida kama taifa Tanzania, kwamba yes jamaa kutoka Tanzania wamefanya vizuri, vitu vya namna hiyo. So kwa binafsi upande wangu, yani siwezi kufurahia matokeo mabaya ambayo hawa jamaa Simba wanayapata. Ndio maana siwezi kuumia, lakini siwezi kufurahia pia, unaelewa. Kwa hiyo yani ushauri wangu kwamba jamaa wakae vizuri, watende karata zao vizuri ili waweze kuperform vizuri kwenye mechi zinazofuata. Pengine kuna hicho ambacho kinachoendelea kwa Simba Sport Club ni uongozi au wachezaji, kama inavyosema wachezaji hajituma? No, sio uongozi wala wachezaji, ni moment za mpira. Moment wanapoteza kweli game 3 mfululizo. Lazima Simba ndio amepoteza safari hii, lakini sisi Yanga tushakaa mpaka misimu 5 4. Tulikuwa hatuna hela, tunachangishana, tulikuwa tuna vitu kibao, yani unaelewa. Bora hata Simba wanasajili vizuri, wanafanya vizuri. Ile wenyewe wanatajiri hiyo. Tajiri yuko bado tajiri. Tajiri wanaye, lakini sasa tunaona anapokuja pale hivi, wachezaji wanakuja pale kama 1 hivi. Na wote wanaperform vizuri. Kuna yule kiungo wao amecheza vizuri, golikipa wao nzuri. Kwa hiyo ni moment za mpira wa miguu. Hii hali hutokea popote blaza. Manchester United hawajashiriki kabisa mashindano msimu huu. Bwana utasema ni wabovu. Huwezi kusema wabovu. Kwa hiyo ni mpira ambao hizi hali zikitokea popote duniani. Tunaweza tukasema show me the way. Tayari maji ya jioni. Of course Shomari Kapombe anatakiwa tafutiwe mbadala. Shomari Kapombe ni kama pumzi inataka kukata hivi, unaelewa. Kwa sababu ile counter ambayo jamaa ametumia kupata goli, ile Shomari Kapombe kama angekuwa makini, ule mpira kwanza umedundia upande wake, unaelewa. Alafu ukiangalia hakuwa na utulivu. Ile mechi alikuwa anaimaliza ile Shomari Kapombe, alikuwa anatuza ule mpira na kwanza kuutoa pale pale. Kwa hiyo kuna haja Shomari Kapombe kupumzishwa, tuingie kipindi cha pili, au kama akianza basi ataanza dakika 90 kwa sababu ametumika muda mrefu sana. Bye kwa Simba Sport Club, asilimia ngapi kwenda robo finali? Mpaka sasa hivi Simba kwenda robo yani wana asilimia 25 tu, lakini hatujaanza kupoteza. Sawa, kwa upande wenu nyinyi kama Yanga, jana mlipoteza kwa nini? Nafasi ya upande wenu Yanga unaiona? Sisi bado kwa sisi, kwa sababu sisi ukiangalia kwenye kundi letu alama zinafanana, unaelewa, hazitofautiani sana. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Mechi ambayo tutacheza hapa wiki ijayo ndio tutakayojua kabisa hapa sisi tunaenda au la, lakini kwa sasa hivi naona kabisa yani siwezi kusema tunaenda watu wengi, maana yake tushafungwa kule na wale wenzetu bado wana alama nzuri ambazo zinawiana. Sawa, lakini ukiangalia Yanga ni kama ina matumaini kiasi kikubwa sana, ama bado hujashawishika kwenye namna ambavyo performance inaendelea? Mimi sijashawishika bado kwenye kufuzu. 100% bado sijashawishika kwa sababu performance bado ndio kwa mwenyewe na watu wanatunguliwa tu chai kulenga. Kwa hiyo bado performance bado sio nzuri. Yanga hapo inaonyesha. Yeah, of course, performance sio nzuri. Wachezaji akina Okelo, ndio wamemwimba sana Okelo kama tumepigwa, yani unaelewa.
kile anacheza kieleweki. Okelo haeleweki. Yaani Okelo anachokicheza kieleweki. Kwa upande wangu mimi, unajua sisi choice yetu ya kwanza ilikuwa ni Morris Kio dogo wa Simba. Tulipomkosa ndio tukaja kumsajili huyu jamaa, lakini performance yake ni kama tulivyopigwa tu Msabara Ponte. Hana chochote ambacho cha ziada kwamba wachezaji wa nyuma hawakuwa nacho. Yaani quality inafanana na wachezaji waliokuwa. Kwa hiyo ili timu tuweze kusogea, tafuta wachezaji ambao quality yao inawazidi wale ambao walikuwa pale ndani. Quality ya Okelo tunaweza tukasema wakina Okelo wako wengi sana mitaani. Tandika, ukienda Mwananyamala unakuta kibao amezagazaga. Sawa, bwana tumzungumzie golikipa wa Simba.